Tuko na wageni wetu hapa tukizungumzia siku ya kimataifa ya uhuru wa magari, huadhimishwa kila tarehe 22 mwezi wa 9. Tunazungumzia matumizi bora ya magari. Mgeni naye Michael Kiondo. Karibu sana. Habari za asubuhi. Nzuri. Edward Julius Mwambaye, mhandisi wa magari. Karibu sana. Tunapozungumzia matumizi bora ya magari tuna maana gani? Karibu sana. Nashukuru. Kwanza mimi naitwa Michael Kiondo. Sawa sawa. Labda jina langu gumu kidogo kutamka lakini ni Kiondo. Nashukuru kwa kunikaribisha Azam TV, na kwangu mimi ni mara ya kwanza kuja kwenye studio hii na nashukuru sana. Sawa sawa. Tunapozungumzia matumizi sahihi ya magari inategemeana na mambo mengi, lakini la msingi ile nia ya kwanza ya mtu anayelinunua gari alikuwa na nia gani? Kwa sababu gari ni chombo ambacho kinaweza kikafanya kazi mbili kubwa. Kwanza ni kubeba abiria au watu, lakini gari hilo linaweza likabeba tena mizigo. Sasa na linatakiwa litembee barabarani, ndio tunaita gari. Lakini katika kubeba abiria kuna maana nyingi. Unaweza kubeba abiria kama matumizi ya kawaida, sio ya kibiashara, lakini unaweza kubeba abiria kama biashara, kama basi inayofanya na kwenda mkoani na rudi. Sasa unaposema matumizi sahihi ni kwamba umelenga kupata faida ya ile biashara yako, au umelenga lile gari likusaidia katika kazi zako za kila siku. Likusaidie vipi? Likusaidie kwa maana kwamba lisiwe linakutia gharama ambazo sio za msingi. Lisiwe unajua gari sasa hivi ni tofauti na miaka ya nyuma, kwamba gari zamani ilikuwa inaonekana na kama kitu cha starehe, lakini sasa hivi gari ni kifaa cha kazi. Kwa hiyo unaposema ni kifaa cha kazi, maana yake inatakiwa likusaidia katika kazi zile ambazo ulidhamiria mwanzoni. Na kama ni issue ya kukutia hasara, basi matumizi kwa mfano ya mafuta basi yawe ni ya kawaida. Lakini matumizi vile ya matengenezo, tunasema maintenance zile, basi utengeneze vizuri na kwa bei rahisi na fundi awepo na kila kitu kama hivyo. Lakini vile ukienda mbali zaidi unakuta kwamba magari ambayo tunatumia sasa hivi yanatakiwa yawe rafiki kwa mazingira tena. Kwa maana asichafue mazingira. Kama tulivyoona kwenye makala hapa kwamba katika siku ya uhuru wa magari ni kwamba tunatakiwa tutafute gari ambalo liko rafiki kwa mazingira. Na leo wakati mwingine inawezekana kawa kuna watu wanapumzisha magari, wanasafiri na usafiri mwingine. Kwa hiyo ni kwamba kwa mafuta ambayo tunatumia ambayo ni hydrocarbons ya petroli na diesel, yanaonekana ukitumia kwa wingi sana haribu mazingira. Kwa hiyo unapotumia gari, ubora kutumia matumizi sahihi ya gari ni kwamba usichafue mazingira. Usichafue mazingira, maana yake utumie mafuta kidogo ikiwezekana, au utumie nishati nyingine. Lakini jambo lingine linakuja kwenye gari linatakiwa lisiwe linasababisha ajali. Tumekuwa na ajali za barabarani nyingi sana, na moja ya vitu ambavyo vinaongoza kwa vifo duniani ni vifo ya ajali za barabarani. Kwa hiyo inatakiwa ile gari unapolitumia wewe kama mtumiaji wa gari, wewe mwenyewe uwe salama, gari liwe salama, na watumiaji njia wengine, kwa mfano watembea kwa miguu, kwa mfano wao wanaofanya, unajua kwamba tunafanya biashara barabarani huko, watu wako pembeni huko, lakini na mazingira nayo yawe salama. Kwa vitu vitatu hivi, kwamba nia yako ya kununua gari iendelee kuwepo, kama ulitusema ni ya biashara basi kupatie faida, lakini vile isikugharimu kwenye matengenezo na kwenye matumizi ya mafuta, lakini vile iwe salama barabarani. Mambo makuu haya matatu unaweza ukanyambua ukasema okay, sasa haya matumizi ya gari yako sahihi, yana meet zile nani. Sasa usalama wa matumizi bora ya magari ni upi bwana Edward? Tunaposema kwamba usalama wa matumizi bora ya gari, kama alikusha kutangulia mhandisi Kiondo, tunakuwa tunajaribu zaidi kujikita kwenye swala la usalama wa watumiaji wengine wa barabara, usalama wa gari lenyewe, na usalama wa mmiliki wa lile gari binafsi. Kwa hiyo tunapovijumlisha hivyo vitu tunapata kwamba lile gari sasa litakuwa ni salama. Na kama sasa hizi pointi iliyoongezeka kubwa ni kwamba gari liwe salama kwa mazingira, tunaita environmental friendly. Ndio maana sasa hivi tumekuja na hivi tunaita alternative fuels. Kwa mfano sasa hivi magari yanatumia umeme, kuna gari ni hybrid, unakuta kwamba linaweza likatumia nishati ya kawaida ambayo tunatumia ambazo ni hydrocarbons, lakini pia linaweza likatumia nishati nyingine kama vile gas, au linaweza likatumia
nishati ya umeme, sola, wanazidi kwa advance, ili mradi tu kwamba gari sasa liwe salama katika mazingira. Tukirudi nyuma kuanzia tulipofika mwaka 1950 tayari kwenye gari vitu vingi vilikuwa vimeshagunduliwa. Sasa tukaanza zaidi kuangalia zaidi usalama wa gari, spidi ya gari. Sasa hivi kwenye karne ya 21 tunaangalia zaidi usalama wa gari katika mazingira, yani gari liwe rafiki zaidi katika mazingira yetu. Kwa hiyo lipunguze uchafuzi wa mazingira kwa njia zote. Yani hata tunapolifanyia gari tunasema kwamba gari ikiwezekana liwe disposable, kwamba liweze kwamba likifika muda wake wa matumizi kuwa limeisha, liwe linaweza kuharibiwa au kutengenezwa kitu kingine kirahisi zaidi. Sio kama ile zamani kwamba gari likisha kuwepo limeisha matumizi yake tukaliweka hapo likakaa kama scraper miaka yote. Hapana, tunataka angalau saizi gari ziwe mpaka liweze kufanywa kuwa disposable. Yote tunajaribu kufanya ile environmental friendly. Kuna teknolojia ya kurejesha ile haya magari mabovu katika njia ya kusema tuna recycling, kwa maana kwamba magari mabovu mnachukua na kuyarejesha katika utaratibu mwingine, viwe vyuma ambavyo vinatumika katika shughuli nyingine. Na hiyo teknolojia hapa nchini, kwa hapa Tanzania hiyo teknolojia haipo. Lakini kuna teknolojia nyingine hapa Tanzania ambao wanaifanya watu wengine, kwa maana kwamba anachukua gari la zamani anafanya kama kulikarabati. Kulikarabati tu analiweka linakuwa la kisasa na linapendeza. Lakini wenzetu kule wana nchi zoendelea wana hiyo teknolojia ya kusanya yale magari, na wewe sasa mwenye gari unakuwa unawajibika kwa kulipia zile gharama, kwa maana limeshafika labda miaka 15 ambao lilitakiwa litolewe, basi linatolewa, linapelekwa kwenye kiwanda, kuna mashine kule linakandamizwa vile vyuma vile, maana kile ni sehemu kubwa ya gari ni chuma. Kwa hiyo vinatengenezwa kitu kingine. Kwa hiyo Tanzania bado hatujafika, kwa sababu kwanza hata kutengeneza magari kwenye bado hatujaanza kwa kiasi kikubwa, ingawa tulianza na watu wa Nyumbu kule Kibaha, hawajaenda mbali sana. Kuna wakati tulisikia kuna watu wanataka kuanza kutengeneza magari, lakini bado hatujafika mahala pazuri sana. Kwa hiyo kitaalamu kwamba gari linatakiwa likae muda gani? Gari huwezi kusema kwamba yanalingana, kwa inategemeana na material yanayotumika. Ila magari madogo yanakaa muda mfupi zaidi kwa ni magari makubwa, kwa sababu material yake yako tofauti na magari makubwa. Magari makubwa yanaweza kukaa hata miaka 20, miaka 25. Sasa lakini anayesema likae miaka mingapi barabarani ni mtengenezaji jumlisha na zile sheria za nchi. Kwa sababu kama mzungumzaji mwenzangu alivyosema kwamba gari ni inatakiwa baadaye litolewe barabarani. Sasa anayelazimisha litolewe nani? Kuna sheria. Kutengeneza magari kuna mambo mengi, pamoja na mahitaji ya yule mtumiaji, lakini kuna mahitaji ya sheria ya nchi. Kuna sheria ambazo zinataka labda wewe uingize magari mapya tu au ununue magari mapya, au kuna sheria za nchi fulani. Kama za kwetu hapa nafikiri hazikatazi, badala yake zina discourage kwa kuweka labda fine au labda kodi kubwa. Gari ikiwa la zamani sasa unaingiza unalipa kodi kubwa zaidi kuliko gari ambayo ni jipya. Kwa hiyo hizo ni moja ya sheria ambazo unaweza mkazitunga kulingana na mahitaji yenu ya nchi. Kwa namna hiyo basi inaonekana hatua hii inachangia uharibifu wa mazingira sasa kupitia magari ambayo yanaingizwa yametumika huko kwa muda mrefu. Kwa kweli gari linachangia mazingira kwa kiasi kikubwa na katika namna nyingi sana. Cha kwanza ni ule moshi wake unavotoka tunasema exhaust gas. Ile ina sumu nyingi mbalimbali, kuna carbon monoxide, kuna hizo gesi zingine ambazo sio rafiki kwa mazingira na nini. Na hata ile mafuta ambayo hajachomwa vizuri nayo sio mazuri kwenda kwenye mazingira. Lakini gari kwa mfano kwetu sisi, mtu kutengenezea barabarani, unakuta gari imeharibika barabarani, mtu anatengenezea hapo, oil inamwagika inakwenda chini, na kwanza inaharibu ile lami, utakuta inatengeneza mashimo, lakini vile ile oil ile ni nishati inakwenda chini. Ikienda chini inachafua maji ambayo sisi watu wengi tunatumia maji ya visima. Lakini vile angalia watu ambao wanatengenezea magari barabarani walivyochafua barabara na mazingira, lakini vile hata kubana ile barabara, kufanya barabara isiyo rafiki. Kwa hiyo kuna namna nyingi sana ambavyo gari inaweza kachafua mazingira bila wewe kujua. Lakini sisi tunachafua mazingira zaidi hasa kwa kutunza vibaya gari, kwa sababu magari yetu sisi sio mengi sana. Unajua Tanzania inawezekana tuna magari yasiyozidi milioni 5. Kwa hiyo ukiangalia kwa gesi ambayo tunaichafua sasa hivi sio kiwango kikubwa sana kama nchi zingine, China, Marekani au wapi.
Hasa tunachafua mazingira kwa sababu ya matumizi mabaya ya magari. Hiyo ndo zaidi. Pamoja kwamba tuna magari yetu mengi yanakuja hapa ni yametumika tayari, lakini ile kitendo cha kutumia vibaya gari ndio kinafanya wewe uchafue zaidi mazingira. Na ndio maana wakati mwingine utakuta hata wenzetu wanatuletea magari ambayo yako nje ya wakati. Kule wameyatoa, sisi tunaona kama ni jipya. Hivi unahisi ni uelewa, kibri, ama ni kutokujali? Na kuna mambo mengi labda tumpe nafasi. Na tunaposema kwamba magari, kwa nini tunanunua, tunasema kwamba ile yani outdated vehicles, watu wanunua magari ambayo yameshapitwa na wakati. Moja hapo kwanza sababu ni kwamba yale magari mara nyingi kule yanakotoka yanakuwa yameshakuwa cheap. Unakuta kwamba magari mengi labda yalikuwa yanaenda kufanywa ile tunasema wanaenda ku dispose, lakini inapatikana kwamba mtu anasema no, hili gari kuna nchi inaweza likauzwa. Kwa hiyo kwanza, kitu cha kwanza, yale magari ni cheap, kwamba watu yale magari ni affordable, kwamba mtu kununua BMW brand new mpya ni tatizo kidogo. Kwa hiyo ananunua hata series mbili za nyuma ambayo kidogo itakuwa ni cheap kwake. Kwa hiyo kikubwa ni ile tuseme gharama za kupata gari jipya ni tatizo. Lakini pili, kama alivyotangulia kusema mhandisi, hata sheria zetu hazijabana sana juu ya uingizaji wa gari, kwamba no, ikifika gari ya kuanzia mwaka fulani iko outdated. Sasa ile inakuja muda gani? Sasa inakuja kuonyesha effect hata kwenye mambo ya spare parts na hata hivi vipuli vingine kama vile oili na nini. Unakuta kwamba sisi huku unaweza kununua oili ambayo hata ni ya diesel lakini ni ya mwaka 70. Ila unakuta sisi Tanzania hapa sokoni ipo kawaida na hamna mtu anayefahamu hilo au hamna anayeweza kufuatilia. Unakuta ndio oili tunanunua leo hii lakini ni ya diesel ya mwaka 70 au ni ya petroli ya mwaka 80, lakini hamna mtu anayejali zile standard, kwamba kitu kishafika standard hii kisiendelee kutumika. Michael, hii ni kiburi au makuto kuelewa mtu kwamba kwa gari langu hili natakiwa nifanye hivi, niwe nazingatia kanuni hizi na taratibu hivi ili niepushe kuchafua mazingira ama kuharibu mazingira ama hata kuliboresha ama kulifanya gari lako kuwa na matumizi mazuri na kulijali? Ni kuto kuelewa ama kiburi wakati mwingine, ama ni basi tu ile mazoea kwamba mtu kashakaa kwenye gari anajua tu ni kupiga gia na kuondoka? Kuna sababu, nafikiri sababu zote ulizosema inawezekana zikawepo, lakini kwa asilimia tofauti tofauti. Sababu kubwa ni uelewa. Uelewa unatuletea shida sana, kwamba gari ni kitu gani. Unaponunua gari unalichukulia kama ni kitu gani kwako. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba gari zamani ilikuwa ni kitu cha starehe, na mtu alikuwa akiwa na gari anaheshimika sana, hasa kwenye nchi zetu hizi za kimaskini unaweza kusema. Kwa hiyo mtaani mtu akiwa na gari anaheshimika, na yeye bahati mbaya akiona anaheshimika sana anaweza akavimba na akaona wengine, kwa hiyo atafanya anavyotaka yeye. Lakini kwa sasa hivi imebadilika kidogo. Imebaki kwamba gari ni kitu, kifaa cha kawaida. Iliyobaki ni kuelewa madhara ya matumizi ya gari zaidi ya zile faida ambazo unaweza kuzipata. Faida ziko nyingi, zinaeleweka kabisa, kwamba unatumia kwenye usafirishaji wa abiria na mizigo na vitu kama hivyo, mobility ile. Sasa kuja kwenye madhara, watu wachache sana wanaelewa madhara ya matumizi ya magari. Kwa mfano, naenda kwenye vituo vingi vya daladala hapa Dar es Salaam, ambapo kwenye vituo vile ndo kuna biashara kubwa ambayo inafanyika, wafanyabiashara dogo dogo wako pale. Lakini magari mengi pale ni ya diesel, ambayo wewe fikiria umeenda asubuhi pale, unavuta ile hewa ya chafu ambayo inatolewa na magari ya diesel ambayo yako chini ya kiwango katika utengenezaji mpaka jioni saa 2 saa 3 na kesho tena. Kwa unakuwa na muda mfupi sana ambao huvuti ile hewa, lakini masaa labda 16 katika siku unakuwa unaivuta ile hewa. Na ndio maana utaangalia, sina takwimu za kutosha, lakini katika nchi yetu tumepata matatizo ya milipuko ya magonjwa mbalimbali ambayo ukienda kwenye literature utaona yanatokana na zile hewa chafu. Kwa mfano kansa hizi za ini, kwa mfano hizi hata pressure, yani utakuta hata maisha yetu yanakuwa ni mafupi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumekuwa maeneo ambayo sio mazuri. Nenda pale Makumbusho, nenda pale maeneo ya Mwenge, nenda maeneo
Kariakoo pale, na sasa hivi wenzetu gari ya diesel wanataka kuiondoa kabisa, kwa sababu pamoja na kwamba inaweza kaa kwenye hali nzuri lakini bado diesel mataifa yanaendelea wanataka kuziondoa hizo gari. Wanataka kuziondoa kabisa kwa sababu kuna sumu kali sana mle ndani. Lakini vile sio tu hivyo, lakini sisi bado hata matengenezo hatufanyi vizuri kulifanya lile gari likawa liko vizuri. Lakini hata teknolojia, yani madaladala yote ambayo unaona hapa mjini hayana teknolojia za kisasa ambazo wenzetu walizilazimisha ziwepo kwa ajili ya kuzuia utokaji wa sumu kwenye exhaust gas hasa. Ndio maana unakuta gari la diesel likiondoka pale lazima litaachia moshi mweusi. Sio kwamba ni bovu, lakini ndio teknolojia yake hiyo. Lakini teknolojia za sasa hivi zimeenda mbali zaidi, lakini sasa nani atanunua gari kwa bei hiyo? Kama mwandishi alivyosema hapo kwamba bei inaweza kukulidi ukafanya uharibifu au uhalifu wa kitu fulani. Kwa hiyo uelewa nao ni jambo la msingi sana. Kwanza uelewa sio wa watu, uelewa wa watu ambao wanatengeneza sheria. Sawa. Hiyo ni shida nyingine. Yaani kwamba unatengeneza sheria kwa ajili ya nini? Ili kusudi mimi na ambaye natumia niweze kufuata sheria yako. Hiyo ndio jambo la msingi ambalo itakiwa tuelewe. Kwa hiyo kiburi sio sana. Kiburi kipo kwenye matumizi tu yale ya barabarani. Sawa. Sijui kama una muda wa kuzungumza zaidi. Yaani kwa maana kwamba kiburi kiko kwenye matumizi ya barabarani, hasa kwenye kusababisha ajali. Unajua unaweza mtu anaendesha gari kwa kujinasibu na hasa aina ya gari unaloendesha. Kama umeona barabarani tunavyofanya, ukiwa na kagari kadogo unaweza ukakuta unakuwa mnyonge. Lakini akija mtu ana gari kubwa, sio kubwa, yani labda lina bei ya gari, kwanza anataka akae mbele yako. Yani ile mentality yake anataka akae mbele yako, anataka akimbie hata ambapo hakuna sababu, anataka aonekane. Sasa hicho ndo kiburi ambacho sasa kinaweza kikasababisha ajali kwa kiasi kikubwa sana. Yani mtu mwenye gari aina hiyo hata sheria hataki kufuata. Anataka kionekana, hata sheria zile zimkwepe, apewe kipaumbele. Hicho ni kiburi fulani, lakini mambo mengine ni uelewa. Na hata hicho kiburi nacho ni aina ya uelewa mbovu juu ya magari, kwa sababu barabara ni public service, yani ni ya kila mtu, hata asiyetumia gari. Inatakiwa matumizi ya kila mtu, kwa lazima uende kwenye sheria. Kwa hivyo kwa maelezo yako ni kwamba kuna baadhi ya watu wanabadilisha tabia na mienendo yao kutokana na gari ambalo analitumia. Bwana Edward, kwa uzoefu wako ambao umeona watu wakiwa na magari tofauti, tuseme kwamba kwenye swala la usalama wa mtu na gari lake barabarani, tunaweza kusema kwamba kuna vitu kama vitatu. Kuna kitu kinaitwa kwa Kiingereza wanaita ignorance, yani ujinga. Kuna mtu anaweza kawa ni mjinga kumaanisha kwamba kile kitu anachokifanya huenda anaweza kawa ni mjinga kwenye vyote, kuanzia kwenye kulioperate lile gari lenyewe. Yani kwamba uendeshaji wa gari lenyewe hajapitia mafunzo yote ya kuendesha gari. Alikata leseni, aliletewa na mjomba, kachukua leseni. Kwa hiyo barabarani yeye anaamini kwamba nikishakuwa na gari niko juu ya kila kitu. Na sasa na gari la aina hii. Lakini kitu kingine ni tuseme ni kama vile ile mapuuza. Yani mtu anakuwa tu anajua kitu lakini yani anaamua tu kupuuzia, yani anakuwa wanasema kwamba ana take easy, kwamba anakuwa anachukulia tu kwamba ni kitu cha, yani ngoja nifanye kama ninavyoweza, yani sio kama sheria inavyotaka au kama nilivyoelekezwa, hapana. Ngoja nifanye ninavyoona mimi hapa ni sahihi. Kwa hiyo lakini kitu kingine kuna ile kutokujali. Yani mtu anakuwa ni mtu ambaye yeye anafanya kitu bila kujali itawaathiri nini wengine. Yani azifazi yeye yuko salama, ajali kuhusu hichi ninachokifanya mimi kina madhara gani kwa wengine. Kwa sasa ndio tunakuja kwamba vyote vipo, kuna ujinga upo, mtu anakuwa ni mjinga hicho kitu ambapo kuna elimu anaikosa, lakini kuna mwingine ile elimu anayo ila anapuuza. Tunazungumzia mifumo hii ya matumizi ya nishati mbalimbali za magari. Hapa Tanzania hivi sasa pamekuja na masuala ya matumizi ya gesi. Ndio. Lengo na madhumuni ni kuepusha ile athari za kimazingira. Lakini bado hata matumizi yenyewe ya gesi hayajafikiwa pasavyo. Sasa je, ni uwekezaji? Wataalamu hatuna wa kutosha, ama watu wenyewe bado hawajajua matumizi haya ni matumizi sahihi na itarahisisha na ni rahisi kwamba kutumia gesi? Shida iko wapi kama kwa uzoefu ambao umekuwa nao wewe wa magari? Sawa. Kwanza tuseme kwamba matumizi ya gesi kwenye magari yanasaidia vitu vikubwa viwili. Vitu vikubwa viwili kwa maana kwamba
gharama za uendeshaji. Gesi ni rahisi zaidi kuliko diesel au kuliko petroli. Kwa mfano ambao wanatumia kwa maana wanauza kwa kilo. Nasikia labda kilo 15 nafikiri anaweza kanunua kwa 30,000. Kilo 15 anaweza kanunua kwa 30,000. Lakini hizo 30,000 vile hizo kilo 15 anaweza akaziendesha zikafika mpaka nafikiri kilomita zaidi ya 300 hivi hapo. Kwa hiyo unanunua kwa bei ndogo, lakini vivyo unaweza kaenda kwa kilomita nyingi. Hiyo ndo faida kubwa. Na nyingine ni kwamba gesi inachomwa vizuri ndani, kwa sababu mafuta yakiingia ndani yanachomwa. Kwa gesi inachomwa vizuri kuliko petroli. Kwa hiyo kama ikichomwa vizuri, tunaamini sasa kwamba hata ile product inayotoka inakuwa salama zaidi kwa mazingira. Yaani haitoi moshi mchafu sana kama ule ambao unatoka kwenye petroli na diesel. Sasa kama ulivyosema kwamba Tanzania hiyo kitu kipo, nini ambacho kinasababisha? Kwanza bado ule uelewa wa watu kuona kwamba naweza nikatumia mafuta ya petroli, wakati huo naweza nikatumia na gesi. Na mwingine anaogopa, unajua hata hizi gesi za kupikia nyumbani imechukua muda kuelimisha watu kwamba bwana unaweza kutumia, kwa sababu watu walikuwa bado na mawazo wale ya zamani. Unajua zamani watu wanatumia gesi, lakini ilikuwa hatari hata kulipuka na nini na vitu kama. Kwa watu wanaona hapana, hii inaweza kalipuka. Lakini kitu kingine ni kwamba hata kama wakati gesi imekuja unaona kama hizi fuel station za mafuta viko vingi, yani popote pale unapata. Na gari haitakiwi sasa wewe ukitaka kujaza mafuta utembee kilomita 4-5 hujaona kituo cha mafuta. Inakuwa sasa kwako wewe ni shida. Hiyo imekuwa ni sababu mojawapo kwamba gesi hiyo fuel station iko moja hapa Dar es Salaam, iko Ubungo hapa. Na watengenezaji wenyewe ambao wanabadilisha mifumo nao hatujachangamkia ile fursa ambayo ipo na kuwaelimisha watu kwamba unaweza ukafanya hivi na ikakusaidia kushusha gharama za uendeshaji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo. Nafikiri watu wa TPDC ambao ile shirika la maendeleo ya petroli Tanzania wana kazi ya kufanya, kwa sababu wao ndio wenye gesi ile na iko hapa Tanzania. Kwa hiyo wanaweza wakatuambia wanatusaidiaje ili kusudi kwanza ipatikane kirahisi. Unajua kitu kinapopatikana kirahisi ndio mtu mwingine anapata unafuu. Pili, watuambie faida zake ambazo sisi kama wataalamu tunajua zipo, lakini sio kazi yetu sana sisi tutaelezea watu. Mwisho wao ndio wenye gesi, natakiwa watuambie na inasaidia nini, kwa sababu ni chombo cha serikali. Na nafikiri sio msemaji wao, kama miezi 2-3 iliyopita niliona wametoa tenda kwa vituo watu ambao wanataka kufanya vituo vya kuuza gesi sasa kwa ajili ya magari. Kwa hiyo nikaona hiki ni hatua moja hapo kubwa. Na vile vile na sisi ambao tunafanya kazi za ufundi ni vizuri sasa tukajifunza. Sasa mtapata ajira sasa pale. Yani unajifunza namna ya kufanya hiyo tunaita conversion. Kutengeneza ule mfumo sasa. Kutengeneza ule mfumo na unaweka sana sasa hivi kwenye magari ya petroli sana unaweza ukaweka ukatumia petroli ukatumia na gesi. Yani unaamua kwamba nitumie nini saa ngapi. Lakini kwa wenzetu wanatumia sana gesi kwenye maeneo ya mkusanyiko mkubwa. Kwa nchi ambazo umeshuhudia ambazo umetumia imeleta mabadiliko gani kiuchumi? Kiuchumi na kusaidia wewe mtumiaji, kwanza unatumia kidogo zaidi. Yani hela ya kutoa mfukoni mafuta, unajua kwenye gari kinachosumbua sana hela ni ile ya kila siku mafuta. Kwa hiyo unatoa kidogo na unasafiri zaidi. Na lakini kimazingira mazingira yanakuwa salama zaidi. Unajua tunachozungumza sasa hivi kwenye gari sio performance. Performance ya engine iko vizuri. Tunachozungumza namna kupunguza uchafuzi wa mazingira. Hivyo vitu vimekuwa clear na vitu kama hivyo na ile hatari labda Edward tueleze na ile hatari labda, kwa sababu kuna faida yake na hasara yake kila jambo. Tunaposema kwamba kuna faida na hasara kwa sababu kwa sasa hivi mfano hapa Tanzania ambao wanafanya hiyo zoezi la kubadilisha hiyo magari ni kituo kiko DIT, mfumo ule kwamba DIT pale ndio wanaweza kulinki hiyo kwamba kwa unaweza kutumia hizo gesi au ukawa unatumia petroli. Lakini kwa jinsi ambavyo nienda kuobserve kidogo ni kwamba kule ule mtungi wa gesi wanauweka nyuma mara nyingi kwenye buti ya kule nyuma. Sasa ndio itakuja pale kwamba sasa kitu cha kwanza bado watu hawana ile imani 100% kwamba je, kweli gesi ile ni salama kukaa kule, unaona? Na je, gesi haiwezi kalipuka kama watu wengi wanavyowaza kuanzia hata zile gesi za majumbani. Lakini kitu kingine ni kwamba kitaalamu au kihandisi
lile gari tayari tutakuwa tumeliwekea rodi. Tayari linakuwa lina mzigo ambao au kuwepo natural, yani tunasema kwamba tutakuwa tumeadd ile vehicle weight ambayo natural haikuwepo. Sasa mzigo wote unapoongezeka kwenye gari, maana yake unakuwa na effect kwenye fuel consumption. Ijapokuwa kwa kubeba tenki labda ambao limetunza kama kilo 15 30 haiwezi kuwa mzigo sana. Lakini effect yake kubwa tu tukasema kwamba kubwa ni hiyo kwamba hatujawa na vituo vingi vya kufanya ile feeling kwamba sasa nimetoka hapa na gari langu linatumia gesi na petroli, nimefika Songea, sasa mpaka nirudi tena Dar es Salaam ndipo nije kujaza nini, nije. Kwa hiyo nadhani effect iko hapo kubwa kwamba kwenye ile tunaita reliability, yani kwamba ile gesi kuweza kupatikana reliable, yani kuwepo available muda wote mtu anapokuwa anahitaji. Nadhani ndio challenge kubwa ambayo mpaka saizi itakuwa ina. Kwa hivyo nyie kama wataalamu mngeomba uwekezaji zaidi katika nishati ya gesi ili kuweza kuvutia wengi waweze kufunga mfumo huu, si ndio maana yake? Sawa, yani tunataka unajua tasnia yote inatakiwa ili kusudi iendelee kuwepo, nataka usalama wa mazingira, watu na gharama ziwe ndogo. Kwa hiyo nafikiri inatakiwa waongeze spidi. Sawa. Nafikiri wanasikia hilo. Wawekezaji ama wanaohusika na sekta hiyo watafanya hivyo, kwa sababu lakini niwahakikishie watu kwamba ule mtungi walivyoutengeneza yani ni kitu ambacho si tuseme lugha gani, yani mpaka kalipuke sio kitu rahisi. Yani ulivyotengenezwa, bahati mbaya siwezi kueleza vizuri sana nitumie Kiswahili gani, lakini mpaka ipate impact ya uzito mkubwa sana ndio iweze kupasuka. Ule mtungi sio kama mitungi ya kwetu, unajua ile tunaita natural compressed gas, CNG, yani compressed natural gas. Ile imeshindiliwa tofauti na hii mitungi ya kwetu ambayo unajaza wanasema liquid, hivi kimiminika. Ile haiko kwenye kimiminika, inashindiliwa. Kwa hiyo wanapotengeneza ule mtungi wanahakikisha usalama kwa asilimia, huwezi kusema 100, lakini 98 99 inafika, yani ni salama zaidi. Sawa. Tuzungumzie sasa swala la hizi ajali za barabarani, kwa sababu ndo matumizi yenyewe bora ya magari. Wengi wanasema kwamba kuna maeneo matatu ambayo yanaweza kusababisha ajali za barabarani: mazingira, binadamu na hali kadhalika chombo chenyewe. Umekuwa katika mambo haya ya magari kwa muda mrefu. Eneo gani linaonekana kuleta changamoto kubwa? Kwangu mimi ni kama wengi wanavyosema, na kwenye tafiti inaonyesha binadamu tunaita makosa ya kibinadamu ni yanachukua nafasi kubwa zaidi. Lakini makosa ya kibinadamu mimi naanzia mbali zaidi. Kwanza sianzii labda kwenye kuendesha gari. Hiyo ndio shida yetu kubwa. Yani shida yangu, tofauti yangu kubwa na watu ni kwamba watu wanafikiri wanaanzia kwenye kuendesha au kwenye kutengeneza. Makosa ya kibinadamu yanaanzia hasa kwenye kusanifu gari. Kwenye kudesign, kwa maana kudesign. Unaposanifu gari lazima ule mtengenezaji anakuwa na akili kwamba nitengeneze kitu ambacho kitakwenda barabarani, kitakwenda kuishi na watu. Kwa hiyo lazima kiwe rafiki na watu. Kwa hiyo sasa kuna magari mengine yametengenezwa sio rafiki. Na utaona kabisa yale magari yanakuwa yanabadilishwa kila mwaka, hata shape za gari zinabadilishwa karibu mara kwa mara. Sasa hivi tulikuwa tunazoea kuona magari maroli yale ambayo tunaita yenye pua, yanakuwa yanapua ndefu. Lakini sasa hivi yanaanza kupungua kwa sababu ile kitendo cha kuwa na ile eneo lile inapunguza dereva kuona mbele. Kwa hiyo yanapunguzwa kwa kadri inavyowezekana ili kusudi gari liwe rafiki. Kwa hiyo makosa ya kibinadamu yanaanzia kwenye kusanifu gari. Then yanakuja kwenye manunuzi ya magari. Yani unaponunua gari, je, unafikiria usalama wa gari? Kwa sababu naweza nikakosea kununua gari, nikanunua gari kwa maana ya kwamba sifikiri breki zake zikoje. Kwa sababu breki zipo, lakini ziko za aina nyingi. Na kuna breki ambazo zingine za kikompyuta au electronic zinasaidia vizuri zaidi. Sasa unapoenda kununua, je, unatamka, unajua uangalie nini, breki ya namna gani, steering ya namna gani, vitu kama hivyo. Yani ufikirie usalama. Usifikirie tu unaenda kununua gari aina fulani kama la Jamali, unaona? Lakini hujui Jamali nunua ile gari alifikiria nini. Na wewe, je, mazingira yako unaotumia ile gari kwa kazi yako unataka kufanya inafanana na unataka nini? Yani una habari kidogo za kitaalamu, ndio vitu kama hivyo. Lakini ukija sasa kwenye matumizi sasa, unatumia gari kivipi, ndio tunasema makosa sasa ya matumizi ya dereva na nini.
fundi unayemtaka wewe afanye hiyo kazi kwenye gari lako ni fundi wa namna gani. Sio kila fundi unampelekea. Sio kila fundi. Unajua ndio tunapokoseaga hapo. Kwamba unachukua gari, umetumia gari miaka 5 mpaka miaka 10, unanunua lingine lenye teknolojia nyingine, unataka fundi wako yule wa zamani akupelekea. Sasa yeye anataka hela, anaweza akakutengenezea lakini gari lile akaliharibu kwa namna moja au nyingine. Labda ikawa haifanyi kazi vizuri, au labda akatempa na mifumo ambayo ni ya kisasa zaidi, kwa sababu mafundi wengi huwa hatuende na teknolojia. Yani kama ulikuwa na ukisema makabureta basi ni makabureta, hajui kama kule wenyewe wana phase out, wewe unabaki na makabureta yako mpaka mwisho. Kumbe natakiwa uende na teknolojia. Kwa hiyo kosa la kibinadamu linachukua nafasi kubwa sana, lakini mimi naichukulia kuanzia kwenye kusanifu, kwenye kutengeneza. Kama unasikia kuna wakati mwingine waga inatokea Toyota au nini wanasema tunarudisha magari kiwandani, labda milioni 1 na umeshaona kwamba kuna problem hasa za kiusalama, kwamba breki ukikamata wakati mwingine inafanyaje. Kwa hiyo wanachukua magari yote yale waliotengeneza na kuonekana yanafanya vibaya, wanarudisha kitandani kwa ajili ya marekebisho. Kwa hiyo ilikuwa ni makosa ya kibinadamu kwenye matengenezo. Kuna makosa ya binadamu kwenye manunuzi, kwenye matumizi, kwenye matengenezo haya maintenance na vitu kama hivyo hapo. Basi vitu kama hivyo. Kwa hivyo kwa maana nyingine ni kwamba mtu anatakiwa ajue ile mifumo ya gari kabla hakununua gari. Asinunue gari kwa sababu ameona mtu mwingine amenunua. Sawa. Anatakiwa ajue, lakini ajue mazingira. Kazi yake nini? Naenda kutumia wapi? Kuna matumizi mengine ni off-road, kwa maana nje ya mji, barabara ya vumbi. Mwingine anasema gari yangu inakwenda kazini na kurudi nalo. Mwingine anasema nataka nipate gari ambalo litanisaidia nyumbani, lakini hata kwenda shambani kidogo. Hao ni watu watatu tofauti. Kwa hiyo lazima ujue, ingawa unaweza usijue mifumo yote kama fundi, lakini basi ni vizuri wakati unanunua gari tafuta hata fundi ambaye anaweza akakwambia bwana, hebu tukaangalie hiki na hiki na hiki. Yaani ukawa na zile specific msingi fulani kutokea hapo. Wanaita specification. Kwa sababu anataka gari gani hivi? Hili bwana labda hivi ABS ni kitu gani? Breki na ukiwa na ABS na vitu kama hivyo unaweza ukajikuta unakwenda kununua gari sahihi kwa kazi yako sahihi na kwa mazingira. Na sio kila fundi ndo ataweza kutengeneza kila gari. Hapana, hiyo nayo ni uongo. Bwana Edward. Kuna tunasema kwamba soko la magari sio static, yani sio kwamba ni soko ambalo limedumaa, yani limelala. Soko ni dynamic, yani maana yake teknolojia inabadilika kila siku, yani mambo yanakuja mapya na vitu vinakuja vipya. Kwa mfano kwenye umeme tulikuwa tuna mfumo zamani ulikuwa unaitwa OBD1. OBD1 ilikuwa ni kwamba unasoma zile kodi zinavyo blink. Ukishapata zile kodi hizo blink unajua kosa ni kitu fulani. Lakini sasa hizi kwenye OBD2 gari zote ni standard, kwamba unaweka mashine ndio utajua kosa ni kitu gani. Sasa utakuta kwamba mara nyingi mafundi wengi atulaumu sana, lakini mafundi wengi nakuta mtu anayekuja kuwa fundi alikuwa anaklemishwa, yani alikuwa na babu yake alikuwa anatengenezaga magari, basi na yeye amekuwa fundi. Kwa hiyo unakuta kwamba kama babu yake alikuwa anatengenezaga labda Hilux, kwa hiyo anakuwa anajua mifumo ya Hilux lakini ya mwaka huo. Sasa unakuta kwamba leo hii 2020 Hilux ametoa gari ndio ni Hilux, lakini mfumo labda wa engine ni mwingine, mfumo wa umeme ni mwingine tofauti. Kwa hiyo unakuta kwamba sasa ile claiming yake akija kuitumia huku inakuwa ina effect. Unakuta pale mtu anakuambia bana, hii ngoje sasa tuliunganishe iende, itakuwa inapiga moja kwa moja, yani kwamba sasa hataki tena kuunganisha ule mfumo kama unatakiwa kwenda uende kwa link. Sasa anakuunganishia moja kwa moja, kwamba kama ni taa zitawaka moja kwa moja, hamna kufuata ile sequence ambayo ilikuwa mwanzo kwamba huu mfumo bana huu mbovu. Ndio zile gari zilikuwa zinakuja hapa tunakwambia thermostat kwenye baridi toa tu, hapa nchini kwetu haina maana, lakini kumbe unakuta na anakuharibia vile gari kwa sababu yeye alishazoea. Kwa hiyo mafundi wakati mwingine wana mchango mkubwa kwa magari ya wateja wao. Kwa maana nyingine na Kiano ni kweli, yani kuna tutarejea hapo. Lakini niwaulize wageni wangu kabla sijapitia maoni. Kuna swala hili la uwepo wa gereji katika maeneo mbalimbali na hasa wakati mwingine hata kwenye makazi ya watu. Ni kama wataalamu, ni sahihi kweli kwamba kila mahala hata kwenye makazi ya watu kuna gereji ambazo hazipaswi hata kuwepo? Au ni usimamizi wa sheria zetu na wakati mwingine tuseme? Ni kweli sheria zetu zipo na inawezekana zikawa nzuri tu, lakini shida kubwa ni kwanza ile tunasema. Kwanza unaona ni sahihi kuwepo gereji katika maeneo na makazi ya watu? Sio sahihi, na sio tu makazi ya watu, sehemu ambayo sio haijapangwa kwa ajili ya hiyo kazi.
Unajua garage na mambo mengi sana, na mambo mengi na vimiminika, hizo oili wanazozisema wanazimwaga chini, mafuta ya breki, mafuta ya nini. Lakini sio hivyo tu, pale kuna wakati mwingine unawasha engine yako, unajaribu moshi ule mchafu unatoka na nini. Lakini kuna garage zingine za kupiga rangi, unakwangua ile rangi, ile kemikali zile zinakwenda chini kwenye maji na nini. Kwa hiyo sio kila sehemu itakuwa garage. Sasa inawezekana zamani hakukuwa na ufuatiliaji mkubwa kwa sababu ya magari yalikuwa machache. Unaona, sasa hivi magari yanakuwa yanaongezeka kila siku. Kwa hiyo ni vema sasa watu wenye mamlaka waamue sasa kuangalia na hata kutenga maeneo rasmi kwa ajili ya hizo kazi. Sasa ni wakati wa maoni ya watazamaji wetu ambao walikuwa wakifuatilia kuona kwa namna gani basi wameweza kutuandikia. Tukianza na Simeo Bufuge, yeye mtazamo wake kwamba anadhani kwamba inawezekana kutokea vyombo vya moto vyote dunia nzima vikapumzisha siku nzima. Kwa mtazamo wangu sidhani kama inawezekana wengi kupumzisha usafiri wao kwa siku nzima ama magari yao. Mtazamo wake ni kweli kwamba si kila mtu anakuwa na huo moyo wa kufanya hivyo ili kusaidia watu wengine kupata hali ya hewa nzuri. Anaitwa Norbert Katunzi, anasema kumiliki gari ni maendeleo safi. Nadhani kila mmoja akimiliki gari ni vyema. Teknolojia isaidie kubuni njia sahihi au magari yanayofaa kutumiwa ambao hayatahatarisha mazingira, pia kuzingatia kanuni na sheria za usalama barabarani. Jambo kubwa leo kalizungumza huyu Norbert Katunzi. Dennis Tadeo anasema hii siku ya kupumzisha magari mimi naona ina changamoto kutokana, kwanza haifahamiki na watu wengi, uwepo wake pia na watu wengi wanaishi mbali na maeneo wanayofanyia kazi. Kutumia usafiri wa baiskeli itamsababishia kuchelewa kufika eneo lake la kazini. Baadhi ya watu wanafanya hivyo duniani, na haya ni maoni ya Dennis Tadeo. Kumbe kuna siku za mapumziko ya magari, yani uache gari nyumbani nitembee kwa mguu kwenda kazini na gari lipumzike nyumbani. Anauliza hivyo Kevin Sungura. Daudi Alfred Ndunguru anasema binafsi sina gari, ila maoni yangu ni kuwa usafiri wa umma uzingatiwe sana ili kupunguza idadi ya magari barabarani yanaongeza msongamano na moshi mkubwa ambao una athari ya mazingira. Hayo ndo maoni ya watazamaji wetu kuhusiana na haya ambayo tulikuwa tunayajadili. Daudi Alfred Ndunguru, tukimaliza naye hivi labda kwa dakika moja. Ndio. Unaweza kutoa ufafanuzi kuhusiana na haya ambayo watazamaji wetu ambayo wametuandikia asubuhi hii kwa dakika moja sana? Sawa. Labda huyo wa kwanza ukirejea kidogo, huyo wa kwanza nilimpenda sana. Anasemaje huyo wa kwanza huyo? Anakuwa kidogo tu sekunde. Kwa mtazamo wangu adhani kama kuna watu wote wanaweza kupumzisha magari. Unajua anazungumzia mtazamo kwa maana ya mazingira yake yeye. Kwa mfano sisi kwetu ni vigumu sana. Kwa mfano gari binafsi ukiwa nalo ile unakuwa umejiokoa na shida za barabarani, kwa sababu usafiri kwetu sio kitu rahisi sana. Lakini kwa wenzetu usafiri, barabara kwanza zipo za watembea kwa miguu, watu wana baskeli, karibu kila familia ina baskeli. Kwa hiyo unaweza ukapumzisha gari, sio lazima utembee kwa mguu. Unakwenda na baskeli kwa ajili siku hiyo unataka sasa kuona kwamba inaweza katokea na ukatembea na baskeli. Inaonekana watu wengi hawaelewi umuhimu labda wa kupumzisha gari. Hawajui labda kwamba unaokoa mazingira. Hiyo ndio shida. Kwamba tunapumzisha gari sio kwa sababu tulipumzika. Kwa sababu tunajali mazingira. Tunajua kwamba gari linatumia mafuta yanachafua mazingira na vitu kama hivyo. Ndio maana sasa natakiwa tupumzishe. Sio tunapumzisha tu kwamba limechoka. Hapana. Kwa hiyo unaweza kupumzisha gari ukaenda na baskeli. Sawa. Muda sio rafiki. Bwana muda sio rafiki, wacha tutosheke na haya ambayo tumeweza kuyajadili na watazamaji wetu ambao wameweza kutuchangia asubuhi hii. Tuseme asanteni sana wageni wangu kwa kuwa na mjadala huu wa aina yake asubuhi hii. Tulikuwa tunazungumzia siku ya uhuru wa magari, siku ambayo wengi hupumzisha magari yao nyumbani na kutumia miundombinu mingine kufika katika shughuli zao ili kupumzisha hii hali ya athari za mazingira ambazo zinasababishwa wakati mwingine na magari mabovu katika mazingira yetu. Mimi ni Jamal Hashim kwa nakuletea matangazo haya wakati huu tunazungumza